Mtoto wa kiume Saim Salim mwenye umri wa miaka 3.5 amefariki dunia baada ya kuzama kwenye maji ya mto Fayeli katika mtaa wa Mruki mjini Babati, mkoa wa Manyara, tukio ambalo limetokea Aprili 19 ya mwaka huu 2025 majira saa 9 alasiri. Kwa mujibu wa mashuhuda, mtoto huyo alikuwa na baba yake ambaye alikuwa akifanya shughuli kando ya mto huo, ambapo baba huyo alipomaliza shughuli zake hakumuona tena mtoto wake na alikuta yebo katika eneo ambalo alimwacha, ambapo aligundua tayari alikuwa amezama kwenye mto huo. Baada ya juhudi za uokoaji, mwili wa mtoto ulipatikana umbali kidogo kutoka eneo alilozama akiwa tayari amefariki dunia. Mwandishi wa AyoTV amefika katika eneo la tukio na kutuletea habari kamili. Mimi natumika na hizi ni ripoti zaidi. Kwa majina naitwa Hussein Bendera, ni mkazi wa mtaa wa Mruki, naishi hapa Mruki. Mnamo tarehe 19 majira ya saa 9 za mchana tulipata taarifa ya kwamba kuna mtoto amesombwa na maji ya mto unaoelekea Ziwa Manyara. Tukiwa hapo kijijini mtaani, tulikwenda hadi mtoni kwenda kuangalia. Tukakuta watu wanaendelea kutafuta, na huyo mtoto alikuwa ni familia ya askari magereza. Tulikuta askari magereza wengi wakitafuta, basi tukashirikiana nao na vijana wazamiaji ambaye tunao hapa kijijini, ambaye ni bwana mmoja anaitwa Shija Masanja na Hatibu kama sikosei, walikuwepo na ndio waliofanya jitihada ya kumpata huyo mtoto maeneo ya Sora. Kwa kweli kwenye mto huo ni kama tukio la kama Sora 3 au la 4, na mara nyingi na wengine huwa wanaletwa na maji kutoka sehemu nyingine, lakini huwa tunaona hapo mwenye eneo hilo. Kama mzazi naweza kuambia kwamba kipindi hichi cha mvua Ziwa Babati linafurika. Kwa hiyo waangalie watoto wao, na kama mzazi, lakini kama ile tukio la jana limetokea, hatuiti uzembe wa mzazi, ni bahati mbaya, lakini mzazi unatakiwa uwe na tahadhari, usitegemee bahati mbaya tu, uwe na tahadhari ya kujua mimi napomwacha mtoto wangu yeye anakuwa katika mazingira gani na mimi niko wapi. Je, lolote likimtokea naweza nikamuwahi? Kwa hiyo kwa mzazi inatakiwa unapokuwa na mtoto basi uwe makini sana kuwa na mtoto, hasa mtoto mdogo kama yule wa miaka 4. Hawezi akaelewa kitu chochote, anaweza kufanya kitu kama utani, baadaye kikawa kweli. Sasa kuja kurudi ndo akaangalia tu akakuta yebo. Sasa mmoja liko kwenye maji, jingine liko hapo chini. Sasa ndo akashtuka. Katika taratibu kufuatilia, ndo kidogo na jamaa mmoja alikuwa anaoga mbele, akamwona yule mtoto, lakini yule jamaa katika kufuatilia naye, kwa sababu alikuwa hajavaa nguo, amepambana na alikuwa ni mzee, akashindwa kumiliki ile hali. Kwa hiyo ikabidi jamaa apige simu wa kambini kule na kwa wananchi, na serikali ya mtaa ikabidi atoe taarifa, ikabidi wananchi waende kwenye eneo la tukio kwenda kumtafuta huyo mtoto. Juhudi zilifanyika kuanzia raundi saa 8 mpaka saa 12 jioni, ndio yule mtoto akawa amepatikana. Na amepatikana maeneo ya huko, kuna sehemu inaitwa kwa Ama karibu Sora huko chini. Na hii si chini ya mara ya kwanza, hii ni chini ya hili zoezi ni zaidi ya mara 7 sasa hivi au 8. Kwa sababu mara moja kuna kipindi ilitokea watu wanafua tu pale korongoni, mmoja anafua mtoto akaondoka na maji, mwingine aliletwa akaondoka na maji, huyu kama wajana tena ameondoka. Yani tuseme ni kama bahati mbaya zinatokea, lakini nayo kwa upande mwingine ni mapenzi ya Mungu. Mimi kwa jina naitwa Abdillahi Rajabu, ndio mwenyekiti wa mtaa huu wa Mruki. Naitwa Mto Fayeli. Kwa sasa hivi huko kwenye mvua zilipozidi, maji yalijaa, umebomoka kutoka Ziwa Babati. Kwa hiyo maji ni mengi. Hapa katikati yalipungua, lakini mvua zilipoanza tena, maji yakaanza tena upya. Kwa hiyo maji yale yana nguvu, sio ya kufanyia mchezo hata kidogo. Hata mtu mzima yanampeleka, yanamuua. Wito wangu tu kwa wazazi wote wanenisikia, ni vizuri kuwa makini kwa watoto wadogo, kwa sababu watoto hawaelewi kitu chochote. Hii tukio la jana ni la bahati mbaya,
lakini tuwe makini, bahati mbaya za aina hizi sio zinaendelea kujitokeza. Niwaombe tu waache hiyo kitu, kuwapeleka hasa watoto, kwa sababu watoto wakiona baadaye wanakwenda wao peke yao, na huwa nawapitiaga na waeleza. Kuna wengine walikuwa wanatega samaki, niliwakanya humo, sasa hivi wameacha. Sasa kwa sasa hivi hamna watu wanayeshughulika, ni hili tukio tu limetokea jana kwa dharura, kwa bahati mbaya.